Mambo vipi wajomba? Wazima wote kabisa. Za tangu jana kwenye live ya jana, nadhani mliona tuliongelea sana Canada. Tuliongelea Canada kwa sababu Canada 2026 wataandaa kombe la dunia. Kwa hiyo watu wengi sana watakwenda, vijana wengi hasa wa Tanzania wengi watakwenda Canada. Ni pazuri pa kuomba ukimbizi. Jana tuliongelea na kuingia kwenu kitawasaidia kwa sababu utakuwa ni ununuzi wa tiketi. Na mjitahidi sasa, tiketi zitaanza kuuzwa 2025 mwishoni, na tiketi zitakuwa bei nzuri tu zitakuwepo za $100 mpaka 200 kwenye mizunguko. Kwa hiyo mnatakiwa mchague timu ambazo mnaenda kuzishabikia, hasa nyinyi mnaotoka upande wa Afrika. Make sure unachagua timu inayoendana na wewe. Usiende tu umeenda na mwaliko, wewe ni Mwafrika umechagua wewe unaenda kuangalia Slovenia. Hii na yenyewe itakupunguzia credit. Chagua timu za Kiafrika, na timu zenyewe chagua zenye mivuto. Otherwise labda timu ya nchini kwenu iwe imequalify. Lakini kama wewe ni timu ya Afrika, chagua kama Senegal, kama zitakuwa imeingia kombe la dunia, Nigeria, timu ambazo zi maarufu, Kameruni, timu ambazo ni maarufu. Alafu zingine hakikisha kama kuna mchezaji maarufu anacheza kwenye klabu yoyote, kama vile alivyokuwa Sadio Mane alipokuwa anacheza Liverpool, vitu kama hivyo. Unachagua mchezaji kama Egypt imeingia, unaenda kumwangalia Mohamed Salah, inaleta mvuto. Hata Barozi anajua kabisa huyu mtu kweli ana mshabiki wa ile kitu. Kwa hiyo mnunue tiketi. Mkishanunua tiketi ile ya kombe la dunia, unaambatanisha na hivi vitu vifuatavyo. Unatafuta passport yako ambayo iko vizuri, bank statement, barua ya mwajiri yenye mkataba na payslip, cheti cha ndoa, cheti cha mtoto, hati ya nyumba kiwa nayo, TIN number. Kama upande wa duka unachanjwa na magonjwa kama corona na covid, unakuwa nazo chanjo zake. Covid ichukue, ingawa wafuatilie, lakini ichukue kwa ajili ya tahadhari. Baadaye sasa unaweza ukaapply vitu vya kitaalamu kama booking ya ndege, booking ya hoteli unakuwa nayo. Alafu unaenda unalipa bima ya safari huko utakapokwenda, unajilipia bima yako. Alafu utalipa na ada ya ubarozini. Na unajua ada ya ubarozini Canada, mwaliko unasimama ile tiketi, unaambatanisha. Unaweza ukaenda pale ofisi za TFF wakakupa baraka zako. Umeona kuna barua atakuandikia pale inakuongezea uzito wakati unaenda kwa barozi. Natumaini wengi mtakwenda 2026, wengi mtakwenda Canada. Mtakwenda Canada au Marekani. Lakini nipendelea zaidi Canada kwa sababu Marekani napo unajua tena huyu rais aliyeingia naye zengwe. Kwa Canada mtaingia wengi kwa mbinu hiyo. Na mnaotaka kwenda Canada kwa sasa hivi, kuna tamasha la mwezi wa 8 linaitwa Empower Each Other Association. Ili kongamano na lenyewe linapeleka watu Canada, Toronto. Kwa hiyo mnaweza na lenyewe ukaunganisha hivi vifaa nilivyovitaja kwa mnaotaka kuondoka mwaka huu, ukajaribu bahati yako. Ni hivyo tu, lakini zaidi njooni kwenye live yetu kila siku saa 2 ya Tanzania au saa 3 utatukuta pale. Kuna nondo za kufa mtu, utamkuta pale Da Silva, utamkuta Nana and Morin, utamkuta dada Mere Mais, utamkuta kaka Jaiva. Nadhani mnamjua sauti ya Jaiva ambaye anadili sana na madada wa Oman. Yuko pale binti yetu Manka Love, yupo na dada yetu pale Disam Love. Hawa ni walimu, mnaweza mkawakuta pale, lakini mara nyingi kwenye live tunakuwepo mimi na Da Silva. Hawa wengine wanakuja na vipindi vyao maalum kama Danana anapokuja na mambo ya meli, kazi za merini. Kuna da Mere Mais kutoka Israeli anakuja na mambo yake pale ya psychology au afya ya akili kwa watu wenye utimamu mnaotaka kusafiri, na mambo ya Yerusalemu ukitaka kuyajua zaidi. Karibuni sana kwenye live yenye viwango ambayo haina watu wenye mabumunda kichwani. Mtaenjoy.